tutapata kuangalia dalili za ugonjwa wa kaswende. Dalili za ugonjwa wa kaswende. Mpenzi mtazamaji, kwanza tuangalie kuzuri. Unapaswa ujue ya kwamba haya majina ni ya Kiswahili, ambapo kwa kizungu au kwa kitaalamu kaswende ndio inaitwa syphilis na kisonono ndio inaitwa gonorea au Waswahili tumezoea kufupisha tunaita gono. Sasa hii ambayo tutaiongelea leo ni kaswende ambayo ndio syphilis. Huyu mgonjwa anakuwa anapatwa na kidonda, anaweza kupata kidonda au vidonda maeneo ya sehemu za siri. Kwa mwanaume anaweza kupatwa katika uume au pale anakoanzia uume, lakini anaweza kupatwa pia mdomoni au katika njia ya haja kubwa. Na hizi vidonda huwa vinachukua muda kati ya wiki hadi wiki mbili, na mwisho siku vinapona tu vyenyewe. Yaani unapata vidonda ambavyo hata ukitumia dawa za kawaida kupatwa na miwasho katika mikono, hasa maeneo ya vidole vya mikono, unapata miwasho na vipele fulani ambavyo ukikuna vinatoa maji. Na hii huwa ni kati ya wiki 2 hadi 3 baada ya mtu kupata maambukizi. Anakuwa anaonyesha dalili kama anapata homa, anapata maumivu ya kichwa, lakini anapata kuchoka sana, yani hajafanya kazi yoyote ya kuchosha, lakini anakuwa anachoka sana. Lakini pia anaweza kuwa anapungua uzito kwa haraka sana. Lakini muda mwingine anapata vidonda vingi kabisa mdomoni au sehemu za siri. Hii ni hatua ya pili. Kumbuka katika ile hatua ya awali inaweza ikawa kidonda kimoja au yani haiwi vingi kama kwenye hii. Hapa mtu anapoteza kumbukumbu, anakuwa hana uwezo wa kukumbuka vizuri kama ilivyokuwa awali. Lakini pia kama asipotibiwa kwa wakati inaweza ikaharibu zaidi, hata mtu akapata kuchanganyikiwa. Yaani mtu anakuwa kama ana ugonjwa wa akili hivi, na sipokuwa vizuri kiimani unaweza kahisi kama mtu amerogwa, kumbe ni kaswende hiyo inamtafuna. Lakini hii huwa inaenda mbali zaidi, au macho. Mtu akikaa na hii syphilis au kaswende muda mrefu anaweza kapoteza uwezo wa kuona vizuri na hata kufikia hatua ya upofu baadaye. Lakini pia mifupa na ngozi haviachwi salama. Mtu mwenye syphilis ya muda mrefu, yani kaswende ya muda mrefu, anapata kushambuliwa sana na vidonda mbalimbali katika mwili wake. Katika hizi hatua za mwisho haiwi tena mdomoni na sehemu za siri au katika njia ya haja kubwa peke yake. Hapa vidonda vinakuwa vinashambulia karibia mwili mzima. Mpenzi mtazamaji, na karibu katika channel yetu. Leo tutapata kujifunza dalili za ugonjwa unaoitwa kaswende. Dalili za ugonjwa wa kaswende. Kabla tuende mbali, kwanza tupate kufahamu ugonjwa wa kaswende ni ugonjwa wa namna gani. Mpenzi mtazamaji, watu walio wengi huwa wanachanganya sana kati ya kaswende na kisonono. Na hii inatokana na kwamba haya majina ni ya Kiswahili, kwa hivyo watu wengi wanakuwa hawajui kaswende ni ipi na kisonono ni ipi. Sasa ili kufahamu hivyo, wacha tuweke haya magonjwa katika majina ya kizungu. Kaswende kwa kizungu inaitwa syphilis na kisonono kwa kizungu inaitwa gonorea, au Waswahili huwa tunafupisha tunaita gono. Sasa hapa tutaenda kuangalia dalili za kaswende, na kwa maelezo tu ya ziada kwamba kaswende ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria ambayo anaitwa Treponema pallidum. Treponema pallidum ni bakteria ambao humuingia mtu kwa njia ya kukutana. Yaani ugonjwa huu wa kaswende huambukizwa mainly kwa njia ya kujamiana bila kutumia kinga, na ndio hii sababu inapelekea ugonjwa huu kuangukia katika kundi ambalo tunasema ni STI,
kwa maana ya kwamba ni sexual transmitted diseases au sexual transmitted infections. Sasa ziko njia nyingine ambazo zinaweza zikachangia au zikawa ni njia za kuambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa huu ugonjwa wa syphilis au kaswende. Sasa njia zenyewe ni zipi? Njia ya kwanza tumekwisha itaja hiyo, ambayo ni kupitia kujamiana au ngono isiyo salama. Lakini njia ya pili huwa ni mgusano wa moja kwa moja wa vidonda vya mgonjwa na mtu ambaye ni mzima, au majimaji kutoka kwenye vidonda vya huyu mgonjwa kwenda kwa huyu mtu ambaye ni mzima. Inakuwa ni njia ya kuambukiza au kupata bakteria hawa wa Treponema pallidum. Lakini pia ugonjwa huu unaweza kuambukiza kutoka kwa mama mjamzito kwenda kwa mtoto, na hii inaweza katokea wakati wa ujauzito au wakati wa kujifungua. Kwa hivyo hii huwa inaitwa congenital syphilis, yani ni kaswende ambayo mtoto anazaliwa nayo au anapata maambukizi wakati ule wa kuzaliwa. Sasa twende moja kwa moja tuone dalili zake ni zipi. Huu ugonjwa wa kaswende ambao ni ugonjwa wa miaka na miaka, pengine tunaweza kusema ni moja kati ya magonjwa makongwe zaidi duniani. Ni magonjwa ya muda mrefu kwelikweli. Sasa dalili za kaswende tunaweza tukazigawa katika makundi kama manne hivi, ambapo kuna kundi ambalo tutaita ni kundi la awali. Dalili za awali za kaswende huwa ni kama zifuatazo. Kwanza kabisa, huyu mgonjwa anakuwa anapatwa na kidonda, anaweza kupata kidonda au vidonda maeneo ya sehemu za siri. Kwa mwanaume anaweza kupatwa katika uume au pale anakoanzia uume, lakini anaweza kupatwa pia mdomoni au katika njia ya haja kubwa. Na hizi vidonda huwa vinachukua muda kati ya wiki hadi wiki mbili, na mwisho siku vinapona tu vyenyewe. Yaani unapata vidonda ambavyo hata ukitumia dawa za kawaida zinakuwa ni ngumu kukauka, yaani haviponi. Na hivyo vidonda vinakuwa na kwa juu haviachi, yaani havitengenezi gamba. Kwa hiyo ni kidonda ambacho kwa juu kinakuwa tu kinaacha uwazi mwekundu. Basi hicho kidonda ujue hii ni dalili ya syphilis. Lakini pia kupatwa na miwasho katika mikono, hasa maeneo ya vidole vya mikono, unapata miwasho na vipele fulani ambavyo ukikuna vinatoa majimaji. Na hii huwa ni kati ya wiki 2 hadi 3 baada ya mtu kupata maambukizi, anakuwa anaonyesha dalili kama hizo. Lakini pia unaweza ukapatwa hali ya namna hii katika njia ya haja kubwa pia. Lakini kama nilivyokwisha sema, vidonda hivi hupona vyenyewe baada ya muda kama kati ya wiki hadi wiki 2 au 3 hivi. Hiyo ni hatua ya awali. Hebu tuangalie katika hatua ya pili au secondary syphilis inakuwaje. Katika hatua ya pili, huyu mgonjwa anakuwa anapata homa kali, anapata homa, anapata maumivu ya kichwa, lakini anapata kuchoka sana, yani hajafanya kazi yoyote ya kuchosha, lakini anakuwa anachoka sana. Lakini pia anaweza kuwa anapungua uzito kwa haraka sana. Lakini muda mwingine anapata vidonda vingi kabisa mdomoni au sehemu za siri. Hii ni hatua ya pili. Kumbuka katika ile hatua ya awali inaweza ikawa kidonda kimoja au yani haiwi vingi kama kwenye hii secondary syphilis au kaswende ya awamu ya pili. Yani hapa anapatwa na vidonda vingi aidha mdomoni au sehemu za siri. Kwa mwanamke inaweza ikawa katika maeneo yale tunasema mashavu au
katika hizi lips hizi. Lips hizi sasa hizi nazungumzia za chini sasa. Lakini pia katika maeneo ambayo mapaja yanaanzia, yani kwenye hii mikunjo ambayo mapaja yanaanzia, anaweza kuwa anapata vidonda hapa. Lakini pia kupungua kwa nywele. Mtu ambaye ana syphilis kwa muda mrefu, nywele zake zinakuwa dhaifu, hazina nguvu, lakini pia zinaweza zikawa zinanyonyoka. Lakini katika hatua hii ya secondary syphilis, huyu mtu anaweza akawa anapata kuvimba na tezi. Kuvimba na tezi ni kama ile matoki tunasema. Anakuwa anapata matoki kwenye kwapa, anaweza akapata katika mapaja au katika hapa chini ya mashavu ya mdomo, tunasema hapa karibia na shingo, hizi tezi zinakuwa zinavimba. Sasa hiyo ni hatua ya pili au secondary syphilis. Mpenzi mtazamaji, syphilis ina dalili au ina hatua nyingine ya tatu ambayo inaitwa latent syphilis, na katika hatua hii mara nyingi huwa tunaita ni hatua ya kimya. Hapa syphilis inakuwa haionyeshi dalili zozote, yaani mtu anakuwa tu zake normal kama hayuko na tatizo hivyo, lakini hii haimaanishi kwamba hawa bakteria watakuwa wamekufa labda, au atakuwa amepona au watakuwa hawapo. Hawa bakteria watakuwa wapo vizuri kabisa, wanaendelea kuzaliana kwa kasi kabisa, na mwisho wa siku itafumuka. Hii ndio sasa inakuwa ni hatua ya mwisho ambayo ndio hii tunaenda kuitizama hapa. Katika hatua hii ya mwisho au hatua ya 4, mambo huwa ni tofauti kabisa. Hatua ya mwisho ya syphilis huambatana na mambo kadhaa kama vile hapa tunasema syphilis inaanza kuharibu viungo vya mwili. Yaani hapa mtu anaanza kupata madhara ya moja kwa moja. Tungeliweza sema hizi sio hatua ya kuonesha dalili, hizi huwa ni complications ambazo mtu anazipata kwa kukaa na syphilis muda mrefu bila kujitibia, ambapo viungo mbalimbali vya mwili vinaanza kuharibiwa na hawa bakteria wa syphilis. Kiungo namba moja kabisa ambayo ni victim au kinakuwa cha kwanza kuharibika ni ubongo. Hapa mtu anapoteza kumbukumbu, anakuwa hana uwezo wa kukumbuka vizuri kama ilivyokuwa awali. Lakini pia kama asipotibiwa kwa wakati, inaweza ikaharibu zaidi, hata mtu akapata kuchanganyikiwa. Yaani mtu anakuwa kama ana ugonjwa wa akili hivi, na sipokuwa vizuri kiimani, unaweza kahisi kama mtu amerogwa, kumbe ni kaswende hiyo inamtafuna. Lakini hii huwa inaenda mbali zaidi, inaweza kusababisha mtu kupooza kama asipowahi. Lakini pia syphilis inaweza ikaua macho. Mtu akikaa na hii syphilis au kaswende muda mrefu, anaweza kapoteza uwezo wa kuona vizuri na hata kufikia hatua ya upofu baadaye. Lakini pia mifupa na ngozi haviachwi salama. Mtu mwenye syphilis ya muda mrefu, yani kaswende ya muda mrefu, anapata kushambuliwa sana na vidonda mbalimbali katika mwili wake. Katika hizi hatua za mwisho, haiwi tena mdomoni na sehemu za siri au katika njia ya haja kubwa peke yake. Hapa vidonda vinakuwa vinashambulia karibia mwili mzima, sehemu mbalimbali za mwili, na vinakuwa havina mpangilio maalum. Leo kinatokea hapa, kesho kinatokea hapa, kama majipu, lakini sio majipu, kwa sababu wenyewe vidonda vyake havifungi kwa juu, vinaacha wazi, yani vinakuwa tu vyekundu, vinaacha wazi. Lakini pia figo haziachwi salama. Kaswende na kawaida ya kusababisha figo zisifanye kazi vizuri na kusababisha hii hali ambayo tunaita nephrolitis. Lakini pia moyo nao hauachwi vizuri, yani ni kama tu imefikia ni hatua ya maangamizi. Yani moyo nao unakuwa unashindwa kufanya kazi vizuri, na hapa kama mtu asipopatiwa matibabu stahiki, basi anaweza kupoteza
maisha. Mpenzi mtazamaji, hadi hapo tumefika mwisho wa kuangalia dalili za hatua mbalimbali za ugonjwa wa kaswende. Nikombe tu usiache kusubscribe na kushare na watu wengine, ili basi wasipate kukosa elimu hii muhimu kabisa.